Sababu za kukatisha tamaa mazungumzo ya simu ya Trump na Putin kuhusu usitishaji vita nchini Ukraine. Kuakisiwa mazungumzo ya simu kati ya Donald Trump na Putin kunaonyesha mfadhaiko na kutiliwa shaka kubwa juhudi za kumaliza vita nchini Ukraine. Tofauti na yalivyokuwa mazungumzo ya kwanza ya simu ya Trump na Putin ambayo yaliambatana na tangazo la mpango wa siku 30 wa amani, mazungumzo ya pili ya simu kati ya viongozi hao yameonyesha kuwepo ubaridi, kusita na hatua zinazochukuliwa na serikali ya Trump kwa ajili ya kukabidhi mpango huo kwa wahusika wengine hasa Ulaya. Trump ameandika kwenye mtandao wa kijamii kwamba vita vya Ukraine ni tatizo la Ulaya na kwamba iwapo maendeleo yoyote hayatapatikana, Marekani itajitenga na swala hilo zima. Msimamo huo umeibua wasiwasi mkubwa katika miji mikuu mingi ya Ulaya ambayo ilikuwa ikitarajia kwamba Washington ingechukua jukumu zaidi katika uwanja huo, hasa ikitiliwa maanani kwamba katika mazungumzo hayo Trump hakugusia kutoa mashinikizo yoyote dhidi ya Kremlin wala kifurushi cha pili cha vikwazo, bali alieleza tu matumaini yake kwamba hatimaye Putin atamaliza vita. Friedrich Merz, kansela wa Ujerumani, amesema kwamba mtandao wa kijamii wa X kwamba viongozi wa Ulaya wameamua kuongeza mashinikizo dhidi ya Russia kupitia vikwazo baada ya Trump kuwafahamisha kuhusu mazungumzo yake na Putin. Msimamo huu unaonyesha kuwa mazungumzo ya Trump na Putin hayakufanikiwa kufikia kokote. Ukraine inataka kusitisha mapigano bila masharti yoyote. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine, ambaye awali alikubali wito wa Trump wa kusitisha mapigano mara moja, alizungumza na rais wa Marekani kabla na baada ya wito huo na kusema kuwa iwapo Russia haitasitisha vita itakabiliwa na vikwazo vikali zaidi, lakini Trump hakuonekana kukubaliana na msimamo huo na pia hakumtaja Zelensky kuwa mhusika ambaye si rahisi kuamiliana naye. Kwa upande mwingine, Russia inataka maeneo inayoyakalia huko Ukraine yatambuliwe rasmi kwa sehemu ya ardhi yake, suala ambalo linapingwa vikali na Zelensky. Msimamo wa Marekani umesimama juu ya msingi kuwa Ukraine ikubali matakwa ya Russia. Serikali za Ulaya zinaiunga mkono Ukraine dhidi ya Russia. Afisa mmoja wa Ulaya ameambia Bloomberg kwamba viongozi wa Ulaya wana wasiwasi kwamba Trump ataachana na juhudi za kidiplomasia kuhusu kadhia hiyo. Afisa mwingine ameongeza kuwa Trump ameweka wazi kuwa hayuko tayari kuweka vikwazo vipya na kwamba sasa anajitenga na pendekezo lake mwenyewe la kusitisha mapigano. Kulingana naye, viongozi wa Kiev na mataifa mengine ya Ulaya wanapinga mpango wa Trump wa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Russia na Ukraine. Huko Russia, simu ya Trump na Putin ilionekana kuwa fursa nzuri ya kusuluhisha mgogoro wa Ukraine. Moscow, ambayo mara zote imekuwa na tahadhari na kutilia shaka ushiriki wa moja kwa moja wa Marekani katika mazungumzo ya amani, sasa inajipata katika hali ambayo inaweza kuchukua hatua katika kuendeleza mazungumzo ya kisiasa bila wasiwasi mkubwa kuhusu vikwazo zaidi au mashinikizo ya kisiasa. Trump hata amejibu swali kuhusu uwezekano wa Putin kutaka amani kwa kusema labda, swala ambalo limechukuliwa huko Kiev kuwa alama ya Trump kulegeza msimamo dhidi ya Russia. Zelensky, ambaye amekuwa chini ya mashinikizo ya ndani na nje ya nchi katika wiki za hivi karibuni kuhusu dharura wa kusimamisha vita, ameonya tena kwamba amani bila kupatikana haki inamaanisha kujisalimisha na kutaka dhamana ya wazi kutoka kwa nchi za Magharibi kuhusu swala hilo. Lakini sasa, kwa kukosekana uwajibikaji wa Marekani katika uwanja huo, chaguo pekee lililobaki kwa Ukraine ni kuendelea kupambana kwenye medani ya vita kwa msaada mdogo kutoka kwa washirika wake wa Magharibi. Mawasiliano ya pili kati ya Trump na Putin, kwa maoni ya wachambuzi wengi wa Ulaya, sio hatua kuelekea amani, bali ni kupuuza Marekani majukumu yake katika kuainisha mkondo wa vita. Washington sasa inatekeleza mbinu ya kukabidhi mgogoro kwa wengine kwa kutoa pendekezo la upatanishi wa Vatican na kuamua kukaa kimya mbele ya matakwa ya Kiev kuhusu kuwekwa vikwazo vipya. Kwa sasa Ulaya haina nguvu ya kijeshi kama Marekani wala uwezo wa kutosha wa kuchochea uhamasishaji wa kidiplomasia. Kuhusiana na hilo, Kremlin inatarajia swala moja tu kupita, wakati bila shaka kutakuwa ni kwa manufaa ya Russia. Mawasiliano ya pili ya Trump na Putin sio tu hayajaleta amani karibu, bali yameonyesha kuwa matarajio ya kumaliza vita yako mbali zaidi kuliko ilivyokuwa huko nyuma. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Sasa tuangalie kwa nini Marekani inafuatilia suala la kuongeza bajeti za kijeshi za wanachama wa NATO. Marco Rubio, waziri wa mambo ya nje wa Marekani, amesema kufikia mkutano wa kilele wa NATO mwezi Juni mwaka huu, nchi zote wanachama wa muungano huo wa kijeshi zitakuwa zimekubaliana kutenga 5% ya pato lao la ndani kwa ajili ya ulinzi katika kipindi cha muongo mmoja ujao. Marekani imezitaka nchi nyingi wanachama wa NATO kutia saini mikataba mipya na kujitolea kutumia fedha zaidi kabla mkutano wa Juni mjini The Hague. Takriban wakuu 45 wa nchi na serikali
akiwemo Rais Donald Trump wa Marekani na viongozi wengi wa Ulaya pamoja na mawaziri 90 wa mambo ya nje na ulinzi wapatao 90 watashiriki katika mkutano wa NATO mwezi ujao. Kwa mujibu wa maafisa wa Uholanzi, mkutano huo ndio utakaokuwa mkutano mkubwa zaidi kuwahi kufanyika nchini humo baada ya kumalizika kipindi cha Jens Stoltenberg aliyekuwa katibu mkuu wa NATO. Huu utakuwa mkutano wa kwanza wa NATO chini ya uongozi wa Mark Rutte, waziri mkuu wa zamani wa Uholanzi. Ushahidi unaonyesha kuwa Trump ameweza kuzilazimisha nchi wanachama wa NATO kukubali kutenga 5% ya pato lao la ndani kwa ajili ya masuala ya kijeshi na ulinzi kupitia mashinikizo ya pande zote, na kwa kuwatishia wanachama wa NATO kwamba Marekani ingechukua uamuzi wa kujiondoa katika muungano huu wa kijeshi na pia kusimamisha uungaji mkono wake na usalama kwa Ulaya kama haingekubali matakwa ya Washington. Trump anaamini kwamba kuongezwa bajeti hiyo kutapunguza pakubwa gharama ambazo Marekani huzitumia kwa ajili ya shughuli za NATO na uwepo wa majeshi ya Marekani barani Ulaya. Ingawa NATO ikiongozwa na Marekani inaonekana kuwa na mshikamano wa kijeshi, lakini kisiasa kuna dalili zinazoonyesha kuwepo tofauti kubwa miongoni mwa wanachama wake. Wachambuzi wa mambo wanaamini kuwa tofauti hizi zinasababishwa na utegemezi wa jadi wa Ulaya kwa Marekani. Kwa mujibu wa maafisa wa Uholanzi, mkutano huo ndio utakaokuwa mkutano mkubwa zaidi kuwahi kufanyika nchini humo baada ya kumalizika kipindi cha Jens Stoltenberg aliyekuwa katibu mkuu wa NATO. Huu utakuwa mkutano wa kwanza wa NATO chini ya uongozi wa Mark Rutte, waziri mkuu wa zamani wa Uholanzi. Ushahidi unaonyesha kuwa Trump ameweza kuzilazimisha nchi wanachama wa NATO kukubali kutenga 5% ya pato lao la ndani kwa ajili ya masuala ya kijeshi na ulinzi kupitia mashinikizo ya pande zote, na kwa kuwatishia wanachama wa NATO kwamba Marekani ingechukua uamuzi wa kujiondoa katika muungano huu wa kijeshi na pia kusimamisha uungaji mkono wake wa usalama kwa Ulaya kama haingekubali matakwa ya Washington. Trump anaamini kwamba kuongezwa bajeti hiyo kutapunguza pakubwa gharama ambazo Marekani huzitumia kwa ajili ya shughuli za NATO na uwepo wa majeshi ya Marekani barani Ulaya. Ingawa NATO ikiongozwa na Marekani inaonekana kuwa na mshikamano wa kijeshi, lakini kisiasa kuna dalili zinazoonyesha kuwepo tofauti kubwa miongoni mwa wanachama wake. Wachambuzi wa masuala wanaamini kuwa tofauti hizi zinasababishwa na utegemezi wa jadi wa Ulaya kwa Marekani katika kulilinda bara hilo na kukataa Trump kuendeleza swala hilo, na wakati huo huo kutoweza nchi za Ulaya kupitisha mkakati mmoja huru kuhusiana na Russia na vita vya Ukraine. Wakati wa muhula wake wa kwanza madarakani kuanzia 2017 hadi 2021, Trump alilalamika mara kwa mara kwamba Marekani ilikuwa inagharamika zaidi ya wajibu wake katika NATO. Kabla ya kuchaguliwa kuwa rais wa mara ya kwanza katika uchaguzi wa rais 2016, pia alikosoa upangaji wa bajeti ya muungano huo wa kijeshi. Wakati huo Marekani ilikuwa ikilipa karibu 22% ya bajeti ya NATO, lakini Trump alitaka kupunguzwa mzigo huo hadi karibu 16%. Licha ya kuwa na uchumi mkubwa, lakini Marekani ilijaribu kupunguza mzigo wake huo hadi kukaribia sehemu ya malipo ya Ujerumani ambayo ilikuwa ikilipia 14.8% ya bajeti ya NATO. Wataalamu wanaamini kuwa tofauti zilizopo pamoja na maslahi na vipaumbele tofauti vya Ulaya na Marekani ni baadhi ya mambo ambayo yamefanya mustakabali wa ushirikiano katika mfumo wa NATO kukabiliwa na wasiwasi mkubwa. Tofauti hizi zinathibitisha wazi kwamba Ulaya ambayo inaitegemea pakubwa Marekani katika kudhamini usalama wake inaingia katika hatua mpya ya mzozo wa kisiasa na kimkakati na Washington, hali ambayo inaweza kuibua changamoto kubwa kwa mshikamano wa ndani wa NATO katika siku zijazo. Wakati huo huo, kutokana na kuongezeka pengo katika mahusiano ya pande mbili za bahari ya Atlantic, hasa baada ya Trump kuanzisha tena vita vya ushuru na Ulaya kutuhumiwa kuwa inaitumia vibaya Marekani na kutokubaliana wazi na Washington kuhusu jinsi ya kukabiliana na Russia na kuhitimisha vita vya Ukraine, Ulaya sasa inatafuta zaidi njia za kujiimarisha ulinzi wake yenyewe kuliko wakati mwingine wowote. Kuhusiana na swala hilo, tume ya Umoja wa Ulaya imekaribisha ongezeko la uwekezaji wa kijeshi hadi kufikia euro bilioni 800, na sambamba na hilo Ujerumani, ikiwa nchi yenye uchumi mkubwa zaidi barani Ulaya, imetangaza mipango ya kuwekeza euro trilioni 1 kwa ajili ya kuboresha bajeti yake na kujenga upya miundombinu ya kiusalama. Wakati huo huo, suala la kuongeza matumizi ya kijeshi katika nchi za Ulaya limepingwa vikali na wakosoaji hasa wa mrengo wa kushoto ambao wanahoji kuwa kuongeza uwekezaji wa kijeshi kunaweza kudhuru ustawi wa watu wa nchi hizo. Hili lina ukweli wa aina fulani ikitiliwa maanani hali ya nchi kama Uswidi ambapo hali ya ustawi inatawala. Kuhusiana na hili, baadhi ya wachambuzi wanaonya kuwa kutangulizwa masuala ya ulinzi na kijeshi kunaweza kupunguza matumizi na mipango ya kijamii na hivyo kuongeza ushawishi na nguvu ya wanasiasa, harakati na vyama vya siasa kali barani humo. Shukran kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.